Salama kabisa bobo. Pole na kazi. Ndio. Tumeona mchezo wa kwanza wa Simba dhidi ya RS Berkane nyumbani ugenini. Narudia tushazoea katika uwanja wa Benjamin. Sasa anaenda kucheza katika uwanja wa Zanzibar. Wengi hawajazoea uwanja. Hapajaribika kitu. Zanzibar ni Tanzania. Na mimi kitu nilishajiandaa kisaikolojia baada tu ya mechi ya kwanza kuanza kupata fununu kwamba mechi itafanyika Zanzibar. Nilijaribu hata kuingia kwenye magrupu yetu ya Simba na kuwasiwa wapenzi kwamba tujiandae kisaikolojia. Hatuwezi kubadilisha matokeo hata iwe vipi. Tujiandae kwa ajili ya mechi ya kuchezwa Zanzibar. Mwenye uwezo wa kwenda ajipange, asiyekuwa na uwezo abaki kuunga mkono kwenye TV. Lakini mnachotaka ukisema mambo ya kutoka bara uwanja wa Mkapa kwenda Zanzibar ni sehemu ya mchezo, ila waandishi na wachambuzi ndio wanajaribu kujenga hoja kubwa ambazo ziko nje ya malengo ya hii mechi. Lakini sisi tumesema sisi si watoto wadogo, sisi si watoto wa kiume, sisi ni wanaume. Popote patakapotakiwa mechi ya Simba kuchezwa, sisi tuko tayari kwa ajili ya kwenda kucheza. Zanzibar ni kwetu na sio mara ya kwanza kupata matokeo Zanzibar. Stellenbosch tumechezea Zanzibar, goli moja limewafanya Stellenbosch mpaka sasa hivi wako nje ya mashindano. Tulishashinda kombe la Afrika Mashariki tukiwa Zanzibar. Tumeshacheza mechi nyingi tu Zanzibar tukapata ushindi. Kwa hiyo sioni sababu ya hii agenda ya sisi kucheza Zanzibar ikawa ni agenda kubwa sana. Lakini napenda kukiri kitu kimoja kwamba mechi kupelekwa Zanzibar kumewaathiri wapenzi wengi wa mpira wa miguu, hususan wapenzi wa Simba. Unawaathiri vipi na wakati wengi wanazungumzia kwamba walikuwa wamejiandaa kisaikolojia na taarifa ilipotoka kabla mchezo wangu walikuwa wanazungumzia kwamba Zanzibar ni sehemu moja hapo ambayo wanakwenda kupata matokeo? Unajua kujiandaa kisaikolojia ni kitu kingine na kukitenda ni kitu kingine. Kwa mfano kipindi cha wakataji wa tiketi, watu tumeshaambiwa kwamba mechi inakuwa Zanzibar. Lakini viongozi walituhakikishia kwamba mechi itachezwa Mkapa, endelee kukata tiketi. Unajua pale mpenzi anakuwa na mambo mawili. Nikiacha kukata tiketi, alafu ikawa ni bara, ni uwanja wa Mkapa, nitakuja kuomba tiketi zimekwisha, nitakosa mechi. Sasa ni heri nikate tiketi, alafu niangalie itakavyokuwa. Wako watu wamekata tiketi wengi, mmoja hapo akiwa ni mimi. Ndio tulikuwa tunasubiri ufafanuzi kwamba tutatumiaje tiketi zetu kwa huko watakaofanikiwa kwenda. Na wale ambao kufanikiwa kwenda watafanya vipi ili waweze kupata faida kwenye hela yao walioitumia. Lakini ukiondoa athari ya wapenzi, wachezaji wamejiandaa kwa ajili ya hii mechi. Kwa hiyo bado sijaona sababu, ila wapenzi wamepata athari. Wengi wanazungumzia kwamba CAF hawana msimamo. Maana mchezo wa kwanza inathibitisha kwamba utachezwa uwanja wa Benjamin na marudiano itacheza pale Benjamin. CAF wengi wanazungumzia kwamba CAF kama wamelemewa na Waarabu. Tujue kwamba Waarabu ndio wanatawala mpira wetu wa Afrika. Hicho sasa ndio kitu nataka niwaambie kitu kimoja waandishi, wananchi wa Tanzania na uongozi wa chama cha soka na timu zetu. Huu ndio mpira wa Kiafrika. Mpira wa Kiafrika unakwenda na upepo. Kwa maana hiyo hata wale walikuwa wanasema kwamba sisi hatutapeleka timu, wajue kwamba huu ndio mpira wa Kiafrika, unakwenda na upepo. Mfano wa karibu, tulikuwa tuna ratiba ya CHAN ya ilikuwa ni Januari. Ghafla ikabadilishwa. Wale waliojiandaa kwa ajili ya Januari, kuna faida walilipwa? Kuna fidia walilipwa? Jibu ni hapana. Hiyo ni mpira wa Afrika. Haya, hii mechi ya sasa hivi, mechi ya Al Masry na Simba imechezwa uwanja wa Mkapa. Kweli uwanja ukaonekana una mapungufu. Mechi ya Stellenbosch ikapelekwa Zanzibar. Ukitaka kujua mpira wa Afrika ni wa Kiswahili, na sisi kwa tunako serikali yetu nayo ikasema uwanja haufai kutumika, ufungwe. Uwanja ukafungwa. Wale wakapeleka timu Zanzibar. Tumeenda tumecheza Zanzibar. Huo ni Uswahili ulianzia pale. Tumetoka Zanzibar tumeenda kucheza hii mechi sasa hivi kwao. Lakini mpaka inafikia mahali wana timu moja hapo haijui siku yake
ya kucheza uwanjani kucheza kwamba atakuwa nupi. Wanakuja tu kuambiwa kwamba mmehamishwa, lakini wengine taarifa wanazo. Lakini pia mpira wa Kiafrika una mambo mengi. Mimi mpaka sasa hivi na upenzi wangu wa Simba, mimi ni Simba lialia, Simba fia Simba, lakini kwa hili kuna kitu viongozi wametukosea. Sidhani